Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kwa mara yangu ya kwanza nachangia hotuba ya mapato na matumizi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sambamba na hilo, nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jana tumetoka kwenye Mwenge Ilala na tumezindua miradi yenye thamani ya bilioni 54 na sehemu kidogo, na sisi watu wa Kivule tulipata shule za sekondari na zingine za gorofa ndani ya jimbo letu la Kivule, ikiwemo shule ya sekondari ya Kitunda Lelini. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ndani ya jimbo letu. Tunavyo vituo vya afya vya kutosha, kwa maana tunazo kata 6 na ndani ya kata 6 tayari kata 5 zote zina vituo vya afya. Lakini pamoja na hayo, nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Maji. Pale kwenye kata ya Kivule ndugu yetu Aweso alitutembelea na akatuahidi visima takriban 10 vya maji, na tayari tunacho visima, juzi kimekwisha anza kutoa maji kwenye kata ile ya Kivule. Lakini pamoja na pongezi hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nijikite kwenye changamoto za jimbo la Kivule. Juzi dada yangu Bona alizungumza hapa masuala ya Afcon, na kimsingi jimbo la Kivule ni jimbo linaloendesha uchumi wa eneo lile, lipo katikati. Ukitoka upite jimbo Kivule ndio utokee Chamanzi ambako watu wa Afcon watakapokuwa wanafanya mazoezi. Lakini cha kushangaza, jimbo hili la Kivule halina barabara ya lami hata moja. Wenzangu hapa wamekuwa wakililia kukarabatiwa barabara zao za lami. Ni sawa sawa na mtoto analilia kiatu kizuri wakati mimi familia yangu, mtoto wangu hana hata mguu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na salamu za wananchi wa jimbo la Kivule wanalia na barabara. Hata juzi Mheshimiwa Kwagwira alikuja pale akiwa naibu waziri wa TAMISEMI, mkandarasi kutoka barabara ya Banana Kitunda mpaka Msongola, lakini barabara hiyo kuelekea Nyantira na Mwanagati, barabara hiyo inapita njia 4 kutokea Majoe mpaka Pugu Sekondari, ziliahidiwa kufika tarehe 30 mwezi wa 4 zitakabidhiwa kwa wananchi. Lakini cha kustaajabisha, kama anavyoongea kaka yangu Baba Levo, bado ni matope yasiyokuwa na mwisho, na hivi tumebakisha siku peke yake 16 kutimiza siku hizo za tarehe 30 mwezi wa 4. Kwa hiyo sioni jitihada yote inayofanyika ili kufika tarehe 30 barabara hizo ziwe zinapitika kiangazi na masika, lakini vile vile madaraja pamoja na vivuko kwenye maeneo ya Mto Mzinga. Lakini kama nilivyokwisha sema, mayai 70% yanayokwenda Dar es Salaam yanatoka ndani ya jimbo la Kivule. Mboga, mchicha, spinachi, pale tunapitiwa na bonde la Mto Mzinga. Wakina mama wanafanya shughuli zao za kiuchumi ili kuweza kulisha mkoa wa Dar es Salaam, na sisi wa serikali kupata kodi kwenye malisho hayo. Sasa inafika mahala wanazalisha, lakini hawapati nafasi ya kusafiri umbali mrefu kupeleka mazao yao mjini kwa ajili ya usafiri, lakini vile vile daladala kupanda gharama za usafirishaji. Kwa hiyo nimeona niwasilishe changamoto hizo kama ambavyo Mheshimiwa wabunge wamewasilisha, na mimi nina kilio kikubwa sana cha jimbo letu jipya la Kivule. Kwa hakika mtufikirie Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuone namna gani tunakwenda kulikomboa jimbo lile kwa miundombinu ya barabara, ili wananchi wetu waendelee kufanya shughuli zao za ufugaji na kilimo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nakubaliana na mpango huu wa dira 2050, lakini mapato na matumizi 2026-2027. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye rais pekee ambaye baada ya sisi bunge kutunga sera 2009, 2010 tukatunga sheria ya PPP, alafu 2014 tukareview sheria ya PPP, tukaelekeza tuanzishe kituo cha PPP. Tangu 2014 mpaka 2024 akikuwa kuanzisha kituo hicho cha PPP, isipokuwa alipokuja Rais Samia akakianzisha kituo cha PPP, lakini vile vile akamkabidhi kaka yetu Kafulila kama sehemu ya kuwa mkurugenzi wa kituo kile. Na hivi juzi nampongeza Mheshimiwa Kafulila, kwenye gazeti la AHAGMP tumetambuliwa Tanzania nafasi ya 9 duniani kama watu ambao tunao professionals wa kutosha kwenye kitengo hiko cha PPP. Lakini mpango wetu huu kiuangalia sasa unazungumza 70% utokane na vyanzo mbadala, kwa maana ya PPP,
shares, bondi, hizo ndizo alternative financing. Lakini sheria yetu sisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakipo mahala ambako inazungumzia bonds, shares zinakuwa managing vipi, isipokuwa PPP peke yake ambayo ina dedicated center na ina policy iliyokuwepo iko pale ambayo sisi tuliitunga. Lakini bado PPP yenyewe hii tunaisema hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeiona hatuipi meno ya kutosha. Kama tunazungumza miradi mingi itokana na vyanzo mbadala kwa maana alternative financing, lengo letu ni serikali kiasi kinachobaki kiwekeze nguvu kwenye primary objective ya kusaidia wananchi kupata afya bora, elimu bora, barabara bora. Sasa ukiangalia bajeti ile ya PPP, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona imepitishwa shilingi bilioni 1 kila mwaka. PPP maana yake ni maandalizi ya mradi. Sasa kama tunafikiria kuanzisha mradi wenye thamani ya trilioni 10, kwa mfano mradi wa Bamba Bay kwenda Mtwara wenye thamani sio chini ya trilioni 10-15, lakini feasibility study yake inahitajika sio chini ya dola milioni 2.5, eti serikali inasubiri SADC watoe pesa hiyo kwa ajili ya kufanya feasibility study wenye mradi ambao unaweza kuwa na tija kwa serikali yetu. Sasa utaona ipo haja, waheshimiwa wabunge, tushikamane ili tuweze kuipa nguvu kitengo cha PPP, ili miradi hiyo iende kwenye hizo alternative financing, ili fedha nyingi ibaki kuweza kuwahudumia Watanzania. Sasa nimeona wenzetu wa Kenya pale, nchi jirani, samani, wao wanatumia sio chini ya dola milioni 60 kwenye uandaaji wa miradi, lakini sisi tunatumia bilioni 1 kwenye uandaaji wa miradi. Nimeona hapa wizara ya TAMISEMI wamewezesha miradi zaidi ya 400 kwa ajili ya nini? Ya alternative financing. Lakini je, tujiulize, wanazo feasibility study? Je, tujiulize miradi hiyo are they bankable projects? Ni kwamba tuna listi, tuna majina ya miradi lakini hatuna listi ya miradi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, iko haja ya kuona namna gani bora tunaweza tukawashikilia ndugu zetu wa PPP, tukawapa nguvu, lakini tukacoordinate hizo alternative financing kama ndugu zetu wa Rwanda wanavyofanya. Wao wana kitu kinaitwa Rwanda Board of Directors, kwamba mtu akienda pale ana jambo la PPP, ana jambo la shares, ana jambo la bonds, kila kitu tunamalizikia pale. Na nikishauri hiyo iwe chini ya ofisi ya Rais ama Waziri Mkuu ili kuweza kupunguza miruzi mingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchumi wa nchi yetu tutakubaliana ipo kwenye mashirika. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliweka zaidi ya trilioni 92.5 kwa ajili ya kunyanyua mitaji ya mashirika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado kuna changamoto katika kufanya maamuzi. Yaani kuna multi approvals centers nyingi. Unakuta mtu anakuja, anataka kufanya uwekezaji, lazima aende kwa TIARA, arudi kwa PPP, TIARA yuko Wizara ya Mipango, PPP yuko Wizara ya Fedha, mawaziri wawili tofauti, hakuna coordination of the government. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tuone iko namna ama haja ya kuichukua PPP yenyewe iunganishwe na nani? Na watu wa TIARA, ili kusudi waweze kuleta ufanisi wa mashirika, kwa sababu lengo la TIARA na PPP ni kuleta ufanisi kwenye mashirika ya umma. Hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naona nilishauri ili kuweza kuona namna bora ya kuweza kuyashirikisha mambo hayo. Lakini jambo lingine, tunalenga kujenga uchumi, lakini serikali yetu sisi hii inazo asset nyingi. Iko haja ya kufanya tathmini ya assets za serikali na zile ambazo hazizalishi na tunaona zikahitaji capital ambayo inaweza kutoka kama foreign ama kwenye private sector, tukaingiza ili kuweza kuongeza ajira, kuchangia uchumi, lakini mnyororo mpana wa kibiashara. Kwa sababu yako mashirika mengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakubaliana na mimi, yako lakini hayazalishi. Iko sababu sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi zetu na serikali ziweze kufanya evaluation ya maeneo hayo. Mheshimiwa Masaburi, muda wako umeisha. Naomba unge mkono hoja. Unaweza kuchangia kwa maandishi, haina tatizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.